hiki chama kisife mbele yetu, tukasingiziwa kwamba na sisi tulikuwa sehemu ya kuua hiki chama. Na mimi na washauri wana Chadema, wanaebaguliwa, wanaeumizwa na mambo yanavyoendelea, tusiwe sehemu na tusiwape sababu kwamba hiki chama kimekufa kwa sababu hawa wapo, kwa sababu timu Mbowe ipo. Watu wengi wanaepewa majina hayo, wala wengine wakumunga mkono Mbowe G55, wengi wala kumunga mkono Mbowe, lakini wanaitwa hivyo. Sisi tumeamua wote pamoja tunajiondoa Chadema, ili tuachie hicho chama waendeshe wananchi. Sisi hatuwezi kuwa sehemu, hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho wanachama wanabaguliwa. Hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho katiba haifuatwi. Hatuwezi kuwa wanachama wa namna hiyo, kwa sababu sisi sio chawa, sisi ni viongozi, sisi tunajitambua. Tuliingia Chadema kwa sababu ya malengo, na tunatoka Chadema kwa sababu Chadema imeachana na malengo ambayo yalifanya sisi tuingie. Lakini nisiwache mkaja kuniuliza maswali kwamba sasa mnaenda chama gani, kwa sababu kuna speculation nyingi sana. Sikiliza, sisi sio wazee wa kufikia umri wa kustaafu. Sisi bado tuna nguvu na malengo ya kisiasa. Kazi ya kuwapigania Watanzania haijakamilika. Tutaendelea kuwapigania Watanzania waweze kufikia mahali ambapo Chadema ilikuwa inalenga, na tutaendelea kupambana na CCM, lakini tutatafuta jukwaa muafaka. Tutakwenda tukahakikishe kazi ya kupigania haki, kazi ya kupigania uhuru, na kazi ya kupigania maendeleo ya watu inaendelea. Tutakwenda mahali tukafanya hiyo kazi. Tunaondoka leo Chadema, tutashauriana vyama mbalimbali, tutawaambia baadaye tunakwenda wapi. Lakini nianze kwa kusema naunga mkono, baada ya kutafakari, baada ya kupima, baada ya kutathmini, baada ya kuangalia mwenendo mzima tangu tulipotoka tarehe 21 mpaka tulipo leo, mwenendo wa chama, hali ya chama na yote ambayo yameelezewa, na mimi ninatamka rasmi Salum Mwalimu niliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama hiki kwa miaka 10, kwa maana ya awamu mbili, 2014, 2019 na baadaye tena 2019, 2025 Januari, na tangaza rasmi kukoma wanachama wa kilichokuwa chama changu cha Chadema kuanzia leo. Na kuanzia leo ninaanza kutafakari namna gani nijipange kuendeleza siasa zangu, kwa sababu kuna mambo yanaendelea huko, watu wanaondoka, watu wanafikiri kwamba huo ndio mwelekeo. Sio mwelekeo. Hatukuwa Chadema kwa bahati mbaya. Hatukuingia Chadema kufuata vyeo. Hatukuingia Chadema kufuata fedha. Tuliingia Chadema kwa sababu tuliamini kama watoto wa nchi hii tuna kila sababu ya kutoa mchango wetu wa kupigania mageuzi ya kweli katika nchi hii. Tulikuja Chadema kwa sababu tulitaka tuungane na sisi kutoa mawazo yetu ya kuwapigania Watanzania. Kila ukiwashauri kitu wewe ni msaliti, kila ukiwashauri kitu wewe ni mCCM. Yaani hawataki kushaurika. Wanataka wakisema wao ni kun fayakun. No reform, no reform. Sawa, no reform, no elections. Ni kweli. Lakini sisi wote ni viongozi. Sisi wote ni Watanzania. Sisi wote ni binadamu. Sisi wote ni watu wenye akili. Sasa tujadilini, tunakwenda. Hakuna mjadala. Usijadili. Wewe umetumwa wewe. Unatumika na CCM wewe kuzuia no election, no reform. Bana, haya sasa tunatekelezaje? Tunaanzia wapi? Huyu Mrema huyu anatumika huyu. Mbona hakuyasema wakati alipokuwa ndani? Nani anasema tukasema tulikuwa ndani? Na kuna jambo la hovyo linasemwa sana kwamba eti no reform wameirithi.
Ni kweli wameirithi. No reform ni vichwa hivi ndio vilivyotengeneza strategy, ni vichwa hivi. Wanaozungumza leo hawakuwepo. Tumetengeneza mkakati imara, tumemtengeneza mkakati madhubuti uliokuwa sawa kabisa kwenda kukipeleka chama mahala pazuri kabisa, mahala sahihi kabisa. Sasa kama wanaamini wamerithi kutoka kwenye uongozi ambao tuliokuwepo sisi, tulipowashauri kwa nini walishindwa kutwita? Tulipowaomba tukutane kwa nini wametukatalia? Kwa wakitoka nje wanaambia ndo wale waliandaa, sisi tumerithi tu. Kweli mmerithi? Tusikilizeni basi. Sio kwamba tuwashauri, tunawashauri. Lakini ukiwashauri asubuhi, mchana wanakwenda kwa watu wanaambia amekuja kutushauri, eti tufanye 1 2 3, anatumika yule. Haiwezekani kwa beti sisi, yani kila leo washauri anatumika tu. Sasa hivi ukiwauliza kitu chochote, ni no reform no election. Jamani, chama kinahitaji kujiandaa, no reform no election. Jamani, chama kinakufa huku chini, no reform no election. Na tunasonga mbele kwa umoja na pamoja, na tunaomba watu watunge mkono kwa kweli. Watunge mkono. Najua wengine watachelewa kutunga mkono, lakini watatuelewa kwa muda. Time will tell. Watu watatuelewa. Na naamini tuko tayari kulinda ndoto za Watanzania, tuko tayari kuyalinda matumaini ya Watanzania, tuko tayari kuendeleza harakati za nchi hii. Lakini leo kwa masikitiko makubwa sana, chama nilichokipenda kwa moyo wangu wote, nilichokitumikia kwa jasho na damu, Chadema ina jasho langu, chama Chadema kina jasho langu, kina damu yangu. Na nilijiunga Chadema tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2010. Leo nina miaka 15 ndani ya chama hiki. Mchango wangu kwenye chama hiki, especially kwa upande wa wanawake, yani huwezi tu kuubeza mchango wangu. Sasa badala ya chama kubuni mbinu mpya na mapambano mapya ya namna ya kuikabili CCM, imeamua kuwajaza hofu wananchi kutoshiriki uchaguzi. Sasa unaona haya mambo ni kama hayaendani. Yaani unawashawishi wananchi wasishiriki uchaguzi, wazuie, lakini bado nawaambia wazuie uchaguzi. Unawatia hofu. Sasa ninaona kama chama changu kimekosa dira na uelekeo. Mimi siwezi kuwa kwenye chama ambacho siamini katika agenda au siamini katika huo msimamo. Yani I cannot support the direction which I fundamentally oppose. Yani siwezi kuwa sehemu ya kitu ambacho nakipinga. Sasa kwa uweledi, kwa uadilifu, professionalism, integrity, ni vizuri mtu uka step down. And I, Catherine Ruge, today on 7th of May, I have decided to step down as Chadema member. Na mimi nimejitoa Chadema, nitabaki na cheo changu cha usemaji walionipa wenzangu wa G55 mpaka watakapochukua cheo hicho. Wewe mtakapoona mnaitwa na G55, tafadhali nitaomba mtii huo wito, kwa sababu tuliojitoa ni tuliokuwa wajumbe wa secretariat ya chama ya taifa.